Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia katika jina la Bwana. Tupo hapa katika siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha Pasaka. Kipindi hiki ni kipindi cha Pasaka, sima Kwaresima. Ni sisi wa Pentekosti tunajua ni siku ya ukombozi. Ni siku ambayo tunaadhimisha Kristo. Lakini je, tunafahamu tulikoanzia? Pasaka ilianza kipindi cha Kristo. Pasaka ilianza kipindi cha Agano la Kale. Ilianza na sehemu ya kutoa sadaka ya ukombozi. Siku hiyo ilikuwa na matukio makubwa mazito katika nchi ya Misri. Farao alipata shida, mpaka aliamua baada ya mapigo 10 aliamua kuwatoa, lakini pigo la 10 ndio lilikuwa pigo la mwisho. Liliangamiza watoto wa Misri wa Farao, kuanzia kwa Farao hata kwa mjakazi mpaka na wanyama wote waliweza kuangamia. Lakini hiyo ilikuwa ndio dalili ya kutengenezea siku ya Pasaka ya Agano Jipya. Ni vizuri usikilize vizuri, unaweza kuadhimisha kitu ambacho huelewi kilianzia wapi na kinaenda wapi. Siku ya kuadhimisha Pasaka ni ya muhimu sana. Imebeba vitu vitatu. Cha kwanza, inaanza na Pasaka inapoanza. Lakini tunasahau pengine kufundisha makanisani kwamba Pasaka bila kuzaliwa Yesu Kristo haipo Pasaka. Pasaka ipo kwa sababu Yesu anaichukua ile Pasaka ambayo ilikuadhimishwa kwa ajili ya wanyama waliochinjwa, kondoo. Kila nyumba ilibidi itoe sadaka. Na kama nyumba ambayo ilikuwa imeshindwa kuchangia, walijikuika watu wawili. Nyumba 2 zikitengeneza. Lakini waliwaahidi. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka sura ile ya 12, kuadhimisha sadaka. Bwana akanena na Musa akamwambia na Haruni, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi huu ndio ulikuwa mwezi wa kwanza kutoka. Siku ile ambayo mpaka kitabu hiki cha Kutoka kikaandikwa Kutoka, kinaashiria wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Siku zile wakati inaanza Pasaka hii, wakati watoto wa Misri wanaona wametawala vizuri kabisa, wanamwambia tupe ruhusa, anakataa. Pigo la kwanza lilipita mpaka mapigo 9. Mungu akasema liko pigo la mwisho ambalo litasema mpaka Farao ataachia. Hilo pigo walianza kuandaa kabisa. Mungu akamwambia Musa, waandae watu wako, wavae nguo vizuri, wajiandae na fimbo zao. Wakapata kibali, wakateka nyara wa Misri, wakawapa vitu vingi. Walipojiandaa wakachinja, wakasema msimkate miguu, ili kuonyesha kwamba inatabiri iko Pasaka nyingine tutaiangalia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mnaposikiliza, hata mnaonitazama kwenye mitandao ambao mnafuatilia somo hili, litakuwa na mapana makubwa sana, na maana litaendesha watu kujua kwa nini wanaadhimisha Pasaka. Pasaka ni nini? Nitawajulisha vizuri kabisa kwamba Pasaka ni sehemu ambayo inaanzia kwenye Agano la Kale. Kipindi kile walipozungumza Agano la Kale ilikuwa ni kimvuli cha kutuleta sisi kwa Kristo. Ndipo walitumia sehemu ya kondoo. Mnyama mkuu ambaye alikuwa anatumika ni kondoo. Lakini mnyama ambaye walisema kama utashindwa tumia na mbuzi. Lakini siku hiyo walipochinja kondoo, walipochinja wakapaka kwenye vizingiti vya mlango, wakasimama kwenye sehemu na kwenye mimo, wakasimamia, wakatengeneza, wakafanya hivyo. Yule malaika
wa uharibifu walipokuwa na kuja kwenye nyumba yoyote ambayo haina damu ilikuwa inapata madhara, lakini nyumba yoyote ambayo ilikuwa imepakwa damu kwenye kizingiti na kwenye mimo alikuwa napita juu, alafu mule mnakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye sehemu ya Goshen kule ambako kulikuwa na sehemu ambayo walikuwa nakaa wa Misri wa Israeli, Wayahudi, kulikuwa salama, lakini sehemu yote ambayo walikuwa nakaa Farao pamoja na watumishi wake, pamoja na viongozi wake, pamoja na wananchi wake, wote walichinjwa watoto wao na wanyama wa kuzaliwa. Kila mnyama wa kuzaliwa akawa amekufa. Farao alipoamka, aliamka usiku saa hizo, akamwambia Musa, nendaga na watu wako. Wakichua kabisa, wakaondoka. Siku hiyo ndipo wakapata nafasi, wakawaambia tutakwenda na mali zetu, tutakwenda pamoja na kwato, hatutabakiza hata ukwato, na watoto wetu, mabinti wetu. Wakaondoka katika nchi ya Misri. Ni kutoka katika maisha haya. Sasa hivi hatuendi Misri, tupo katika dunia hii, katika sehemu hii. Pasaka inaadhimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ilikuwa ni Pasaka ya Agano la Kale iliyokuwa inatuleta kilikuwa ni kivuli kutuleta kwa Kristo. Watumishi wa Mungu, ninafundisha somo hili. Washirika wetu wakati mwingine wanakaa makanisani hawajaelewa Pasaka. Pasaka ni ukombozi ambao ulitangulia kukomboa wale wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa ambako walitumikisha miaka 430 wakikaa kule. Lakini ilifika, je, waliendaje? Ni kwa sababu ya kukosa kumuuza mtu mwenye maono, Yusufu. Walipomuuza Yusufu katika nchi ya Misri, walipata neema. Unaweza ukaishi maisha yako ukauza mtu mwenye maono wa kukusaidia. Kaa vizuri katika kipindi hiki ninachofundisha. Maono yako katika sehemu, yawezekana ishi kwenye nchi yako ya Tanzania, lakini baadaye ukamwacha mtu ambao mwenye maono kusaidia, ukamwangamiza kwa sababu ya vita vikubwa ambavyo Mungu anaona. Tunawinda watumishi wa Mungu, watu wenye huduma kubwa, hawapendwi na watu wengine. Watu wakikwambia ukweli, watu wanachukia, wanataka uongo. Lakini nataka nikwambie, neno la Mungu linatuambia, tunajifunza maneno ya Mungu. Baada ya kutoka katika sehemu nchi ya Misri, walipotoka katika sehemu zile, Mungu alifanya mambo makubwa. Siku ya tatu walifika kwenye sehemu ya bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ilikuwa imetanda. Pande huku wakienda ni mto, ni bahari inaendelea, huku milima, lakini kule nyuma wa Misri tena wakafuata. Unapoishi duniani usione kwamba umeokoka hawakufuatilii. Watu watakufuatilia, wataweza kukuangamiza. Kana Yesu unayemfundisha, ili Bwana akwambie. Musa akawaambia, mnaona hao wanakuja, hamtaona tena. Una nini mkononi? Musa anamwambia, nina fimbo. Mungu anasema, inua fimbo, piga maji. Ndipo fimbo alipopiga maji yakagawanyika, wana wa Israeli wakapita. Unapopita lazima una nini? Uwe na neno la Mungu ndani ya moyo wako, uishi maisha ya kutafakari neno la Mungu. Leo unapofundisha hiki kitabu na kusomea vitabu vingine, utakwenda kutafuta ili Mungu akujalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila unapoamka lazima uamke na ujasiri wa siku nyingine. Kila siku inakuja na siku nyingine. Sasa nitaka nikwambie mpendwa, kwa sababu unanisikiliza, nitakusomea kitabu kingine cha Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania anazungumza kwa jinsi ya Bwana aliyofanya agano la kale. Anasema kama Mungu alifanya kwa ajili ya kondoo, alifanya kwa ajili ya damu waliopaka watu, uliwakomboa. Sasa ipo damu ya mtu aliyekamilika, Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuamini kabisa. Mungu anisaidie ili nikufundishe uelewe kinachotembea, ili naposema na wewe Mtanzania, na wewe ambao unanifuatilia, yawezekana ukafika mbali. Mungu akusaidie kwa wema wa Mungu, kwa hekima ya Mungu.
Bwana atafanya jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Iko neema katika neno la Mungu. Pasaka inapoanza, tunapofika mahali tunakuta inakuja siku ya kuzaliwa Bwana Yesu, tulipokuwa tumepata miaka 30 ikaandaliwa. Lakini baada ya hapo tunamuona Yesu anapanda pale msalabani, anagangamiwa, anamaliza kifo kwa ajili ya msalaba. Wapendwa wa Mungu, somo hili litakuwa kubwa sana. Ngoja tuangalie kinachoendelea. Sitakwenda mbali sana, lakini nataka nikwambie Yesu analeta agano jipya. Ndipo linaanza. Hata kitabu Biblia inasema agano la kale na agano jipya. Agano jipya linasimama na Yesu anabatilisha ya kale, anasimamisha mapya. Agano ya Pasaka ndiyo msimamo, Pasaka ndiyo ukombozi, Pasaka ndiyo upatanisho, Pasaka ndiyo imefanya mambo makubwa. Tukapatana na Yesu, tukapatana na Mungu kwa ajili ya sadaka ya Yesu pale msalabani. Kwa hiyo hatulipiwi deni, manake Yesu Kristo aliyetukomboa, yeye ndiye ametulipia. Ametulipia. Ni damu ya Yesu ni bora kuliko damu ya kondoo, damu ya mbuzi. Hakuna damu yenye nguvu kama damu ya Yesu. Damu ya Yesu peke yake ndiyo ilimalizika. Alichukua uhai wake, sio uhai wa mtu mwingine, akajitoa msalabani. Kipindi anapoweza kuzikwa, amewekwa pale, tunasikia miamba ilifunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kaburi ambalo liko wazi, ni kaburi la Yesu peke yake. Lilo ndio kaburi liko wazi. Wale malaika waliposhuka siku ile ambayo siku ya 3 ya ufufuko, ndio maana wa Pentekosti tunaabudu siku ya Jumapili, tunaabudu siku ya ushindi ambayo Yesu amefufuka. Haleluya! Hiyo ndio Pasaka. Tunaliamini Mungu, neno la Mungu limetutoa mbali, kilikuwa kimvuli, sasa ni agano jipya, ni sura yenyewe, ni kamili ambayo inasimama na kila mtu anayekuabudu kipindi hiki cha Pasaka. Tuna vipindi vinaendelea hapa kanisani Pentecost, kesheni kwa maombi kwa Bishop Adam Kasambala. Tunaendelea, tunaanza, tuna Kwaresima hii. Sisi tunafundisha jinsi ya Pasaka, jinsi watu wanavyoweza kujua neno la Mungu. Ukifika kanisani utapata mafundisho zaidi kuliko haya tunayozungumza, maana tutakwenda kitabu by kitabu. Tutafungua nyakati baada nyakati. Tutaenda kuwaaminisha watu kumjua kwamba kuokoka ni sehemu ya kutoka sehemu mbali na kuingia sehemu nyingine. Bila ya hivyo hujaokoka. Maandiko yanatuzungumzia, yani ubatizo ambao tunafundisha kwenye agano la kale. Walikuwa wanatairi, wanasema kama hujatairiwa huwezi kushiriki hata mnyama wa kula nyama. Ile nyama ambayo ya Pasaka ilikuwa lazima ushirikishe, utairiwe, ndipo uweze kuingia kwenye agano. Lakini kama hujaingia hapo, walikuwa hawaruhusu. Lakini jambo la kutairiwa linabadilika vipi? Ndipo Yesu anakuja kwa njia ya ubatizo. Wote ambao wanabatizwa kwa maji ndipo wanaruhusiwa kuandikwa kwenye agano jipya. Furahia na ujumbe huu. Pata mafundisho haya siku zingine zinazokuja. Nitafundisha zaidi jinsi ya kuchimba maandiko. Karibu kwenye kanisa letu hapa Tunduma. Tupo mtaa wa Uwanjani. Tunahubiri Injili kwa ajili ya watu wote duniani. Tunamwamini Mungu. Ambao wanafuatilia kwenye mitandao wakutane na ujumbe wa Bishop Adam Kasambala akizungumza njia njema na kwa nia njema ya kuwapenda watu. Nimejitoa kukutumikia Mungu kwa ajili ya kwamba Bwana ajue kwamba nina moyo wa kuipenda Injili, kwa sababu ni uweza na ni ukombozi kwa kila aminie. Hakuna atakayeshindwa, manake Yesu ni msaada wetu. Ninaamini kwamba utakwenda kumuomba Mungu kwa ajili ya hili ambalo nimefundisha, ili siku nyingine tupate neema zaidi, kwamba nitakwenda kufundisha mambo mazito makubwa ambayo Mungu amenipa katika nyakati za mwisho. Hizi niziseme. Nataka nikuombee mtumishi wa Mungu. Hapo ulipo, yawezekana umenisikiliza kwa makini kabisa,
lakini nasema ya ukombozi ni uponyaji. Ukombozi ni ufunuo wa kuachia watu waliofungwa, waliofanya nini. Ndio basi ukombozi ni watu waliofungwa. Basi nikuombee. Baba yetu uliye mbinguni, watu hawa Mungu ambao nawasimama nao mbele yako, naomba Mungu uwajue, wakuabudu na kufahamu, na wape ufunuo wa kuajua maandiko na kuelewa tunafanya nini kipindi hiki. Hatukai na watu kanisani ni kama kuadidimiza, ili kuwapandisha kiwango, na kila mmoja aliyekombolewa lazima atapata hazina zake. Si Mungu wa mbinguni, ninapokuwa na waombea, natamani kuwalisishia ile imani ambayo Yesu ndiye ulisi wetu. Tuna vitu vikubwa vya kuambia walisi ule uwezo, zile karama, vile vipawa kwa jina la Yesu. Na waombea waliokuwa ni wagonjwa hapa napozungumuza, magonjwa yawe yanaachia, ili kuthibitisha neno lako. Na Mungu ni shahidi, unisaidie Bwana, ili neema ya Mungu iwakutane na watu hawa. Ninawaombea neema ya Yesu Kristo katika nyakati za mwisho, katika mwaka 2025. Natamani watu wamjue Mungu kuliko vile ambavyo watu wanashindwa kwenda. Wanatamani watamke, wafanye vizuri, lakini neema ya maombi haya ipate kibali mbele zako. Amen.